Taarifa ya fedha kwa mwaka wa 20 na 24 ni kwa ufupi. Kama kawaida, taarifa yetu ya fedha ya mwaka wa 20 na 24 tulishaipokea na ilishakaguliwa na auditor, au tunasema kwamba ni wakaguzi wa nje, independent auditors. Kwa hiyo tunayo hapa. Kwa leo tulipata nakala chache, kwa hiyo nitaisoma, lakini hii taarifa itakuja pia majimboni baadaye. Hii taarifa imekaguliwa na auditor ambao wanaitwa RS auditors. Lakini kama mapokeo, hii taarifa imetolewa pia kwa lugha ya Kiingereza, lakini nitajaribu kuwa naeleza kwa Kiswahili na Kiingereza ili wote tuweze kufuatilia. Kama nilivyosema, ni audited financial statements for the financial year ended 31st December 2024. Kwa hiyo ni ya mwaka wa 20 na 24. Na kwa kawaida taarifa hii inajumuisha ripoti kama tulivyosikia kwa ufupi aliyotoa katibu kwa ujumla ya taifa. Kuna maoni ya mkaguzi kuhusiana na taarifa hiyo, maoni ambayo baada ya kuipitia pia imesainiwa na mwenyekiti wa bodi ambaye ni Thomas Brashi, lakini kwa upande mwingine imesainiwa na administrator ambaye ni Mariam Kesi, kama tulivyosikia kwamba anaugua, lakini kabla hajasafiri pia alikuwa amesha saini. Kwa hiyo upande wa bodi anawakilisha ni Thomas Brashi, na kwa upande wa uongozi wa administrative kwa maana ya coordination ni Mariam Kesi. Opinion, au tunasema kwamba baada ya kukaguliwa na independent auditor tumepata pia hati safi kama ilivyokuwa mwaka jana, ambayo tunasema ni unqualified audit opinion. Kwa hiyo kwa mwaka wa 20 na 24 mahesabu ya CPT baada ya kufanyiwa ukaguzi yalipata hati safi. Kwa hiyo nitawapeleka kwa ufupi kwenye ripoti sana, ni mbili zile za muhimu. Moja ni tunasema ni urari au tunasema balance sheet. Urari inaonyesha mali na madeni ya CPT kwa mwaka wa 20 na 24. Ripoti ya pili ni mapato na matumizi ya CPT taifa kwa mwaka 20 na 24. Lakini ripoti hiyo mtakapoipata, ukisoma na maelezo mengine yanayoambatana na ripoti hizo, itakuwa ni rahisi kuielewa. Kwa hiyo naanza na ya urari ambayo ni mali na madeni ya CPT ambayo tusema ni financial statement ama statement of financial position as at 31st December 2024. Kwa hiyo tutasema ni balance sheet, mali na madeni ya CPT taifa kwa 20 na 24. Jumla ya mali za CPT kwa mwaka 20 na 24 ukijumlisha property, plant na equipment ilikuwa ni milioni 57. Ziko nakala chache zinaweza zikawa zinazunguka tu wakati nasoma.
Kwa hiyo kwa maana ya property plant and equipment ilikuwa ni milioni 57,143,832. Alafu kulikuwa na biological assets au tunasema kwamba ni mali hai, sana sana ndio hiyo miti, ni milioni 92,737,000. Lakini kulikuwa na uwekezaji au tunasema ni investment jumla ya milioni 599,857,377. Kwa hiyo jumla ya mali mali au aseti ilikuwa ni milioni 749,738,209. Hiyo ilikuwa ndio jumla ya zile asset, lakini ukijumlisha pesa taslimu au mali ambazo zinaweza zikabadilishwa kuwa fedha kwa haraka, maana keshi and cash equivalent au pesa taslimu, jumla ya milioni 185,572,454. Kwa hiyo sasa ukijumlisha kwa maana ya mali zote keshi, lakini na zile ambazo sio keshi, zilikuwa jumla ya milioni 935,310,663. Sasa tunaposema kwenye urari au balance sheet mali, unaonyesha mali lakini pia hizi mali zimepatikana vipi, ndio upande wa pili unapata ni mtaji, lakini pia na madeni, ambao ukisoma pale utaona kwamba kulikuwa na granti milioni 182,363,530. Thomas More Foundation Fund grant ilikuwa ni milioni 221,388,000, lakini upande wa reserve ilikuwa ni milioni 441,137,927. Ukiweka upande wa madeni tarajiwa kulipwa kwa kipindi hicho cha mwaka 2024 ambayo ilikuwa jumla ya milioni 90,421,206. Kwa hiyo inafanya pia sasa jumla ya mtaji na madeni ni milioni 935,310,663. Kwa hiyo hiyo ni ripoti au taarifa ya mali, tunasema ni urari, wanasema kwa Kiswahili ni urari, lakini kwa taaluma wanasema ni balance sheet. Taarifa hiyo pia ambayo imesainiwa na mwenyekiti na mratibu. Taarifa ya pili kwa mwaka wa 20 na 24 ilikuwa ni taarifa ya mapato na matumizi ya CPT kwa mwaka 20 na 24. Na ripoti hii tunafananisha mwaka wa 20 na 23 na 20 na 24, lakini pia hiyo ya mali au balance sheet pia ilikuwa inafananisha mwaka wa 20 na 23 na mwaka wa 20 na 24. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kulikuwa na ongezeko kiasi gani la mali. Kwa hiyo ripoti ya pili ni ya mapato na matumizi ya CPT kwa mwaka wa 20 na 24. Kulikuwa jumla ya mapato ambayo yalitokana na tunasema ni exchange transaction. Ni mapato yanayotokana na uwekezaji ambao ni uwekezaji kutoka kwenye bondi. Kwa hiyo kile kiasi kinachopatikana kwa kila mwaka ndicho kinakuwa kama mapato, ambayo mapato yaliyotokana na uwekezaji wa bondi ilikuwa ni milioni 96,155,228,000.
ambao kwenye ripoti hiyo kuna noti ili kwa kufuatilia imeandikwa noti 5A. Unaweza ukafuatilia ukajua kwamba haya mapato ni nini, na inaonyesha kabisa ni mapato yalitokana na uwekezaji wa bondi. Bondi tunasema ni hati fungani. Hati fungani wengi unawekeza mara nyingi kwenye hizi hati fungani za serikali, unaweka fedha taslimu alafu utapata gawio. Mapato mengine yalitokana na ambazo tunasema ni hayakutokana na hiyo hati fungani, yalikuwa ni jumla ya shilingi milioni 2,840,000. Enda kwenye hiyo noti B tunaweza tukajua ya mapato ya milioni 2 mapato mengine ukiacha hati fungani ambayo tumesema ni milioni 2,840,000. Kuna mauzo ambayo yalitokana na kuuza vitabu ambayo ni 469,000, lakini pia kulikuwa na mapato ya kuuza t-shirt kwa mwaka jana, nafikiri alikuwa ni kidogo, shilingi 15,000. Kuna mapato pia yalipokelewa ambayo ni interest pia, tunasema ni interest income kutokana na fedha ambazo zimewekwa fixed deposit haswa kwenye mfuko wa vijana TES ambayo ilikuwa ni milioni 6,129,270. Lakini pia mapato mengine, na haya ndio tuifuatilia, ilikuwa ni kutokana na michango ya wanachama au ni membership fee ambayo ilikuwa ni shilingi milioni 1,255,000. Narudia tena, michango iliyotokana na wanachama kwa mwaka wa 20 na 24 ilikuwa ni milioni 1,255,000. Mwaka jana ilikuwa ni 920,000. Kwa hiyo hapo, kwa sisi hapo tunafuatilia kwa haraka, unaweza ukaangalia kwamba kiuhalisia, ili tuweze kuendesha au kuweza kuendesha CPT katika ngazi ya taifa, tulikuwa tunategemea kwamba michango labda na uwekezaji haswa kwenye michango yetu iweze kusaidia katika gharama za uendeshaji. Sasa utaona kwa mwaka 20 na 24 kiasi kilichopokea kutoka kwa wanachama, kwa maana tunazungumza ni majimbo yote au taifa, ni shilingi milioni 1,259,000. Kwa hiyo pia nafikiri tunaweza kulijadili kwa baadaye, tukaangalia ni namna gani ambayo tunaweza tukaongeza mapato ili kuweza kuendesha CPT. Kwa hiyo kunayo mapato ya aina mbili, yaliyotokana na uwekezaji wa bondi, nayo mengine ni haya mapato yalitokana na michango, lakini kuuza vitabu kama mnavyoona pale na t-shirt. Ndio maana mapato yakawa jumla ya milioni 98,995,228. Sasa kwa upande wa matumizi au expenditures, kulikuwa na gharama sema ni administrative ambazo ni za uendeshaji shilingi milioni administrative and the workshop expenses ilikuwa ni upande wa wafanyakazi personnel expenses milioni 44,739,400.
kulikuwa na CPT Youth Support milioni 2,465,000. Kulikuwa na depreciation kutokana na uchakavu wa mali ambayo ilikuwa ni milioni 4,531,000, milioni 4,531,264. Kwa hiyo jumla ya matumizi kwa mwaka wa 20 na 24 ilikuwa ni milioni 83,720,95. Kwa hiyo ukiangalia mapato yaliyopatikana milioni 98,900,000, ukitoa na matumizi ya milioni 83, kulikuwa na kiasi kilichobaki cha milioni 15,275,133. Na ukifananisha na mwaka jana, naona mwaka jana kulikuwa na bakia milioni 23. Kwa hiyo hiyo ndio hiyo ripoti ya upande wa mapato na matumizi. Na mmeona kwenye upande wa matumizi, gharama zaidi ni kwa ajili ya uendeshaji wa kila siku, kwa maana kuna stafu wanaohudumu katika ofisi ya CPT, lakini na gharama nyingine ambazo ni kwa ajili ya uendeshaji wa CPT taifa ndo zimeorodheshwa pale. Nyingine nizo naona za CPT kwa ajili ya workshop, makongamano mbalimbali yanayofanyika. Kwa hiyo hizo ndizo ripoti mbili za muhimu ya mali na nyingine ya pato na matumizi. Ripoti ya tatu kwa kawaida inakuwa ni ile tunayosema ni kwa ajili ya mtiririko wa cash, jinsi pesa ilivyoingia na kutoka, ambayo tunasema ni cash flow. Hiyo iko pale pia uweze kufuatilia. Upande wa mali nafikiria kama tulivyotaja, tulisikia kwenye ripoti ya taifa, mali za CPT ilitaja pia na katibu kwenye ripoti ya taifa kwamba kuna upande wa ardhi, ambayo ardhi tunasema ni ile ambayo iko kule Isagwa kama tulivyosikia, ni eka 104 hivi, lakini pia kuna jengo nafikiria lina thamani ndogo liko Mlandizi. Mali nyingine ni upande wa samani ambao tusema ni furniture and fittings, lakini kompyuta na vitendea kazi ambazo ziko kwenye ofisi ya CPT ndio unapata hiyo milioni 57,143,000. Kwa hiyo mtakapopokea hii ripoti pia mnaweza mkaifuatilia. Kwa upande wa ukiangalia kwenye urari pale kulikuwa na nasema kwamba ni biological asset au mali zilizo hai. Hii ni miti ambayo inalimwa au miti kwa ajili ya biashara ambayo iko kule Isagwa, Iringa. Katika hizo eka 100 kama mliposikia pia ripoti ya mhasibu, kuna hilo shamba la miti. Miti tunayozungumza ni paini au kwa nani wanasema either ni miti Ulaya au ni cypress. Ndio miti ambayo iko kule, kwa wale wanaotoka Iringa nafikiria wanafahamu. Umri wa miti kwa sasa hivi ni miaka 10. Matarajio hii miti ili iweze kuvunwa inaenda miaka 15. Kwa hiyo bado ni miti ambayo inaishi, ina umri wa miaka 10 kwa sasa hivi. Kwa hiyo pengine itakavyo machua kwa baada ya miaka 15 inaweza tayari kuvunwa kwenye hizo heka. Kwa hiyo hiyo ripoti ndio maana umeona pale thamani au cost ya hii miti au biological asset mpaka tuna ripoti kwa mwaka 20 na 24 ilikuwa na the estimated value of biological asset ilikuwa na thamani ya shilingi milioni 92,737,000 na iko kwenye hiyo ripoti.
Kwa hiyo kwa ufupi niseme hii ndio ripoti ya fedha ambayo pia imekaguliwa ya mwaka wa 2024. Kitu ambacho labda tunaweza tukaongelea haswa, nafikiri hata kama itakuja kwenye mjadala mwingine mwenyekiti, ni mapato yanayotokana na michango ya wanachama. Kwa kweli pale ukiangalia michango inayotokana na fee zetu kwa mwaka bado ni kidogo, na ni mjadala ambao kwa kweli ni changamoto. Kama kwa mwaka kwa wana CPT kwa taifa zima tunakusanya shilingi milioni 1.4 tuweze kuendesha, tumeona kabisa kwamba matumizi kwa mwaka ni zaidi ya shilingi milioni 80. Na kwa hiyo kwa kweli, na tulisema kwamba kiwango cha ada kwa kila mwanachama kilichowekwa ni shilingi 20,000 kwa mwaka. Ni kiwango cha muda mrefu, nafikiria upande wa uratibu atatusaidia, lakini ni kiwango ambacho kimedumu zaidi ya miaka 20. Na kwa hiyo kwa mkutano huu pia tunaweza tukaangalia namna ambayo tunaweza tukaangalia hivyo viwango kama kwa kweli vinakidhi uendeshaji. Lingine la kusema ni kwamba hicho kiasi ambacho kimewekezwa kwenye bondi ni kiasi ambacho kilitolewa na mfadhili ambao nafikiri kama tumekurudia mwaka jana ni Fadhaviki, ambayo ilitolewa kama mfadhili ikawekwa kwenye bondi. Sasa hicho kiasi ambacho kilichowekwa kwenye bondi, gawio lile tunalolipata kwa mwaka ndilo linaweza linasaidia uendeshaji wa hizi shughuli za kila siku za CPT. Vinginevyo kwa kweli huu utume ingekuwa ni changamoto. Kama huo uwekezaji usingekuwepo, ina maana pia kuendesha huu utume ingekuwa ni changamoto. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho tunaweza tukaangalia tunavyoenda mbele, ni namna gani tunaweza tukabuni namna ya kuendelea kupata mapato zaidi ili huu utume uweze kwenda mbele na uwe sustainable, uwe endelevu. Sasa sio kwa maana ya tunazungumzia tu upande wa taifa, lakini pia tunajaribu kuangalia kwenye parokia, tutaangalia kwenye majimbo ili tuweze kuwa na mchakato au namna ambayo kwa kweli utakuwa na uwekezaji au michango ambayo itafanya utume uweze kwenda huko. Kwa hiyo kwa ufupi, taarifa ya fedha kwa mwaka 2024 ndio hiyo, na itakuja katika ripoti baadaye nafikiria kwenye majimbo. Kwa hiyo kama kutakuwa na swali lolote mnaweza kuuliza. CPT, tumsifu Yesu Kristo.